mtu hapaswi kufanya yule ambaye yupo katika ada yake ya mwezi, hasa mwanamama. Jambo la kwanza ni masul mushaf, kuugusa au kuushika msahafu. Hilo amekatazwa kwa mujibu wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa almutahharun. Qur'ani haishikwi au kugusa isipokuwa wale ambao wametoharika. Hilo la kwanza. Jambo la pili ambalo haruhusiwi mwenye hedhi au nifasi, jambo zima la kukaa msikitini. Kukaa msikitini haruhusiwi, kama Allah alivyozungumza na Qur'an katika sura ya 4 sura An-Nisa aya ya 43, wanasema wala junuban illa abiri sabilin. Haruhusiwi kukaa msikitini yule ambaye yupo katika hali ya janaba, sawa katika dharura ambayo ni ya lazima. Jambo la tatu ni swala zima la kuswali. Haruhusiwi kuswali swala yoyote ile anapokuwa katika hali hiyo ya ada yake ya mwezi mwanamama, kama Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyosema, idha akhbalatil haidha fada'i as-sala wa idha adbarat faghtasili wa salli. Anamwambia mwanamama, utapoingia katika ada yako ya mwezi basi acha kuswali, ikimalizika basi koga ujitoharishe kisha uswali. Jambo la 4 ambalo haliruhusiwi kwa mtu mwenye hali hiyo ni jambo la kukutana na mwenza wake. Shahidi ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya 2 suratul Baqara aya 222. Allah anasema, wayasalunaka 'anil mahid, wanakuuliza juu ya swala zima la ada ya mwezi. Qul huwa adha, waambie hiyo ni uchafu na maudhi. Fa'tazilu an-nisaa, jitengeni mbali katika jambo la tendo la ndoa dhidi ya wanawake katika hali hizi, fil mahid, katika hali ya ada ya mwezi. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, na wala msiwaingilie mkutana nao wakina mama katika hali hiyo mpaka wataharike. Jambo la 5 la mwisho kwa mtu mwenye haidha au nifasa ruhusiwa kulifanya ni jambo zima la kutufu ama kuzunguka al-Kaaba katika hali ya kutekeleza ibada ya umra au haji. Hayo ndiyo mambo 5 pekee ambayo hayaruhusiwi kufanywa na mtu mwenye hedhi.